zangu gari hapo. Nyie jana tumeamsha. Jana tumeamsha siki toto, yani siki pole pole. Wao Nigeria wenyewe tulikuwa nao mule hall. Walielewa kabisa hawa kuna watu wameingia. Tumeamsha bwana wewe. Wewe unacheza nini? Wewe unacheza kucheza sehemu matajiri wengi kuliko watu wenye midomo maskini mafukara. And speaking of blogs za Kitanzania, nilichokuja kugundua jana, most ya blogs zote Tanzania ni wanalo ubaya, ni wana wachafu wa nafsi, alafu hakuna mtu yoyote Tanzania anaweza akanigaia mimi headache. Sasa hizi blogs ambazo nawapita kila kitu, baby girl nilipo hakuna malaya yupo, wengine watu wazima wamekomadi vichwa na washinda mimi kila kitu. Mtoto mdogo midomoni kwa watu wazima, baby nayo inakuaje hiyo? Oh, wewe unacheza nini wewe? Jana tulikuwa pale tunaichimba. Kama ilikuwa rahisi singekuja kublogs hapa. Mbona ndege zimewashinda? Ndege ya kuja unajua bei gani? Nenda kaigugo vizuri, unaomuona msichana yupo huku, mvulana yupo huku, ujue na hapa ipo. Huku hapakuwa panataka story, palikuwa panataka mchezo. Umeelewa eh? Panahitaji hoteli upalale, panahitaji safiri ukuzungushe, panahitaji nguo uivae, nguo ya designer hujavaa hujashika milioni 2 milioni 3 umeshonewa na nani? Sasa hivi hapo mje mjifanye mmekaa huko blogs zetu Tanzania, watu maarufu wengine wana biashara zao wanashindwa kuuza madufeti yakawakolea, wanashindwa kuposti mashuka wakayauza, wanajifanya wana ndafia wapopo, mnawaposti, hakuna hata mmoja anayewajua. Hao wadada ndio walawatoni kimasomaso, na hata iende irudi wasichana wa Kitanzania sasa hivi wamejua kubaluza. Na mimi yanko ndio muasisi wa hii kampeni na inaenda vizuri. Mabadiliko na yaona, watu jana wameamsha hatari, watu wamevibana viuno, shanga zimepangiliwa na madesigner wetu. Sijui umeelewa? Mimi nikopo na afford vizuri kuveshwa na designer yoyote, yani hadi sasa hivi na afford designer yoyote duniani anaweza akanivesha. Na muafford yoyote ningetaka niveshwe hapa Nigeria ningevaa, ningetaka, lakini nimetumia designer wangu wote Tanzania mpaka sexual nimesupport cha kwangu Tanzania. Mimi nimebeba mizigo yangu. Yani ningekuwa naweza kupandisha magari ningeyapandisha. Kwa hiyo tumeamsha soki pole pole. Nyinyi mnaojifanya huko mnajua kukosoa, mlikuwepo wengine unaitaka shughuli vizuri tu imekushinda tiketi ya ndege. Si unajua ndege huko bei eh? Unajua mwali wangu, sisi tulopata business bila ya milioni 7 na hujakaa hiyo business. Uje mimi sasa hivi unilete secret bakery uwanja wa ndege. Sobo tu. Mimi nikivaa watu jana wamebaruza, watu wamependeza, yani tuko lele wapo tumeingia wejuma. Ifikie pointi blogs za Kitanzania supportini watu wenu. Mnaenda kabisa mnaposti mpaka sasa hivi Tanzania 3, sijui Nigeria 7. Tanzania 3, Nigeria 7. Hapo kwenye wa Tanzania kulikuwa na mabosi zenu wengine mmeajiriwa nao. Kwa hiyo bosi wako nao 3. Wewe ukiongea vitu vingine jipunguzieni jamani. Hakukuwa jana 3. Jana ilikuwa 100, yani Tanzania 100 na Nigeria 60. Kwanza na kugaia fact. Angalia kitambaa walichopewa wa Tanzania washone. Ikiangalia kitambaa walichopewa wa Tanzania, I mean wanaume walipewa pinki, wanawake walipewa hiyo rangi ya chocolate. Wa Nigeria walijigaia kitambaa ambacho kinaweza kufanyika vitu vingi. Lakini kwenye hicho kitambaa walichopewa rangi moja ya chocolate, kwa wageni watoto wa kiume walitakiwa wavae chocolate moja, wanawake walitakiwa wavae lace ya chocolate. Walijua watu kuidesign. Wanawake wa Kitanzania wote mlioatendi harusi jana Nigeria, mlijua yani kutunyanyua sisi kimasomaso. Mimi nikopo na, yani kila nikiangalia meza nikopo nilikaa na wamama, lakini uliona walijitahidi kutengeneza zile nguo in very classic design. Ukiacha wa Tanzania wote ni wazuri by natural. We jana tulijua kuifanya pambe, tulijua kuifanya shege. Hello, we tuliit tukaacha noma za fata crumbs. Sio unaelewa? Kwa hiyo blogs zote za Tanzania mnatakiwa mjifunze kusupporti watu wenu. Wa Nigeria wanasupportiana in any way. Pitia peji zote za wa Nigeria, hautokuta picha ya Mtanzania hata kama kapendeza wamemposti. Hakuna sehemu wanaoongelea Mtanzania, ni wanaongelea wao wenyewe, ni wanasifiana wao wenyewe. Sisi watu wanahangaika kutengeneza majina, lakini chanzo cha kwanza watu wanashushwa hadhi na mablogs yetu wenyewe. Unaendaje hii hapa sasa hivi imekuja kuwa unaendaje
kumpa pointi Nigeria chini ya Mtanzania, ambapo the fact kuwa wewe mwenyewe ni Mtanzania. Kwa hiyo punguzeni chuki. Mnakuaga mnajiingiza kwenye mabifu ya kipumbavu. Na sasa mimi ndio niwaambieni yanko, mimi sijataka kuvaa kwa ajili ya komenti ya mtu. Nimevaa kile nilichovaa, motherfucker, huwezi kuafford. Nimetumia expensive designers. Darling, you are talking about Moran Kids and JM Correction. You know the vibe. Haujaishika milioni kwa JM hauna shati lako. So please guys, you have to understand the fact my accessories is all from Aso Gere, Tanzania. It's screaming money and left nothing. Baby, my fabric is from Zoe. You can ask the price. Fabric yangu ile ya chini ime cost how much? In fact, nimekuja Nigeria, I was sleeping at 5-star hotel, darling. Kwa hiyo mimi huku sijaja kuplay, nimekuja kuwaonyesheni shege. So, unavyoandika, you need to think about the money I spent, darling. I spent a lot to achieve that look. Video plus everything is screaming money. Kwa hiyo punguzeni chuki. Tunajua nini tulichokifanya na tunakutana Dar es Salaam, tunawabamiza tena kama ilivyokuwa. Kesho kwenye white wedding mta expect vingine na vingine, kwa sababu watoto hapa kitu kinachoitwa pumzi. Sisi Tanzania tulichojaliwa ni roho mbaya, kuwaponda wasanii wetu, kuwaponda watu ambao wanatusapoti, kuwaponda watu ambao wanatupresent sehemu tukienda. Utakuta hapa hata kwenye tuzo msanii wetu yupo, lakini watu watajifanya yeye blogs zote zitakazi na msapoti sijui nani. Atavongelewa Davido na Diamond, Davido atampa kichwa kuliko Diamond. Jamani, kwanza unavyotakiwa uanze mimi kuniongelea, unatakiwa uwe hata kwenye passport yako kwa una mihuri na umeenda sehemu kwa kata mwezi ukatoboa. Si unajua mimi cha mgudo wa dunia, dakika niko zangu Dubai na gonga miezi 3. Dakika niko zangu China na gonga miezi 7. Kwa hiyo mimi yani baby, kwa hiyo unavyokuja kuniongelea baby, kague vizuri passport yako. Ulienda wapi ukakata wiki 2 ukatoboa? So please baby girls, chill. Dawa ikuingieni. Mmekaa roho mbaya sijui yani, fanyeni shughuli zenu. Nyinyi wewe uliwahi kuposti wapi wewe shughuli gani Tanzania ulitokaga ukapendeza? Hebu tuongee na blog za kiume. Jana walikuwa wanajifanya wao ndio waongea sana. Wewe sehemu gani ulienda ukavaa ukashtua wewe? Wapi ulipaingia wewe ukavaa ukaonekana huyu hapa kaingia wewe? Koma wala hizo wa mbili kapewa mbili hata ziwe za kichwa tezi dadangu. Kwa amevaa agbada, mimi niliingia huko kama Muyoruba Muigbo, nimechanganya paprika mahindi huko nikachemka pamoja. Za kunywa nikapaka, za kupaka nkanywa na nika. Hiyo ifikie kipindi. Kwanza mimi ndio muasisi. Nyinyi mlikopo hata mnaongeleaga ni blogs mambo ya kupendeza. Mwanamke avaidi, mwanamke anataka brand. Hao wadada mimi mwenyewe ndio nacheza nao na mimi mwenyewe ndio ninaweza kusema. Kwa hiyo hakuna blogs yoyote Tanzania inaweza kuruhusu kuongelea vazi zaidi yangu. Mimi ndio mwenye hii kampeni na mnajua. Mlikuwa hata mwashauri. Ni mnawasema pembeni, mimi ndio nilokuwa najiingiza ubaya na kuja na chambana na watu live na waambia hapa pamekosewa, hapa pamebatiwa. Na sasa hivi watu wamemsikiliza anko, jamani ni wananibaruzia mpaka na isitetemeka. Jana nilikuwa ukiangalia wadada wa Kinigeria tuliowakuta huko ambao ni wa Tanzania wamebaruza. Ukija wa Tanzania tulioingia kwanza tulikuwa lele tunacheza tunajamii na tumetunza. Hatukuwa yani hatujaenda kumtia aibu bwana harusi. Kwa msituletee si sekrebekle wanja ndege. Blogs za Tanzania punguzeni roho mbaya, kuwaposti watu kwa unamposti mtu lakini unasifia kama watu wengine. Kamposti na nani kapendeza, lakini si kuna kitu hujapenda nini, unajua gharama ya gauni. It costs a lot baby girl. It costs a fucking a lot. Nywele kavati Luxury Wings, Pochi Versace, kiatu Dolce Gabbana. Wewe unategemea nini hapo wewe? Zaidi ya mauko eka imetumika hela. Wasichana wa Tanzania sasa hivi wanajitahidi. Sio wanajitahidi, wanaweza. Au wenyewe wa Nigeria jana wamesema kwanza watoto wazuri, watoto minahali, watoto wakipigiwa wanacheza hapo wanachelewa. Punguzeni unafiki nyinyi. Mimi ile ningekuwa nimevaa nguo ina cost a lot of fucking money. Na hapa Nigeria kama pangekuwa rahisi huko kipindi mnatuangalia kwenye screen, mngekuja. Jamani, si mngekuja huko. Kama ilikuwa rahisi tungekutana hapa sasa hivi. Sasa hivi uko wapi?
Mimi naongelea Lagos hapa Lake Phase 1. Where are you my darling? Where are you? Tumebaluza, tumeweza. Hii video unavyoisikia Mtanzania wote waliokopo Nigeria, jipige kifuani jiambie bwana mimi nimeweza. Wewe umeweza tena kwa ukubwa bwana wewe. Huku wenzetu wanasapotiana wenyewe kwa wenyewe, ndio maana kumbe vitu vyao tunaviona, na mimi from now on nitastand na Watanzania wangu. Yaani mimi niko na wao kwa sababu wao ndio wateja zangu, wao ndio pambe zangu. Bwana jana tumejua kufanya pambe. Kwenye meza yetu ilikuwa lele pombe zinakuja mama unalitiwa kama mvua. Wewe. Na ndio maana napenda kusalauntiwa na wanawake, maji ya kwanza wanawake lele wanawake na wote walikuwa huku. Si unajua? Kipindi unaongea ingekuwa rahisi. Kwanza blogs gani nyinyi mnafanya kazi kuchukua video kwenye mablogs wenzenu? Wenzenu wanatakiwa ujilipie, uipande ndege huo umbea wako. Si unaweza? Sasa jana huko umbea ulikuwa unataka hela na hela una shoga yangu. Ndio kisa mnaposti video za Instagram. Na hamjatushtua mna mlipotudondosha Watanzania hadi sasa hivi ni 10 au wa Nigeria ni 3. Si umeelewa vizuri? Si bishani, siongei naongea na fact. Ma designer yetu wamefanya kazi. Jana niliona kazi ya Mahamzi ikanikolea, niliona kazi ya Mora ikanikolea, niliona kazi ya Richard Lebo ikanikolea, nimeona kazi ya Kiamiro ikanikolea. Mbaya kweli watu mpunguzeni roho mbaya. Kweli watu zamani walikuwa hawafanye vitu. Kweli na nyinyi blogs za Tanzania wote kama mngekuwa ni wafanyaji mambo kufuatilizia. Msipostigi watu kwa chuki, tuongeeni kwa fact. Mimi the time naanza kampeni ya kuanza kuambia wanawake tuwe hivi, niko na watumia hao wa Nigeria, lakini sasa hivi wadada ni wanabaluza. Kwa sababu hawa wadada walokuja huku jana hakuna hata mmoja akasema katumia nguo yake chini ya milioni na